mtoto wetu. Mimi hapana, mimi sijakubali chochote. Mtoto wetu anaonyesha kilo mpaka kwenye ultrasound. Huyo sio kwetu jamani, serikali tufanye sana Mama Samia. Huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu jamani, kwa nini tufanyia hivi? Basi ndio. Deni irudiwe tafadhali. Mimi naomba Mama Samia Suluhu Hassan achukue deni ya watoto wote waliozaliwa hiyo siku, kwa sababu huyo mtoto mwenye kilo 2 sio kwetu. Na huyo Gloria alishampa huyo Mariam akawa anamnyonyesha. Alafu tena amemtoa kwa Mariam amempeleka kwenye hiyo sindo premature room, ndo anasema ni mtoto wetu. Hapana. Deni anasema kwamba nitasielewi. Kwani alimpa huyo Mariam huyo mtoto? Naitwa Prosper Msofe, ni diwani wa kata ya Daraja 2 na niko na mama hapa, ni mwananchi wangu lakini pia vile ni balozi wangu. Alipata message asubuhi kwamba matokeo yametoka ya DNA ambayo ilikwenda kupimwa, na tulipokea DNA inaonyesha kwamba mtoto ambaye sasa ni marehemu alikuwa ni mtoto wa Neema ambaye ni mtoto wa balozi, kwa maelezo hayo. Lakini kwa maelezo pia mama anasema mtoto yule alivyozaliwa hata kama alikuwa ni wa kwake, lakini hakupewa yakanyonyesha, alinyonyesha mtu mwingine. Na baadaye mtoto akachukuliwa tena akarudishwa akaambiwa ni wa kwake, pamoja na kuchanganya na kanga na mambo mengine. Kwa sababu tumetoka polisi sasa hivi na bado wamechoka, ninataka tupate muda zaidi wa kujua tutachukua hatua gani baada ya hapa. Lakini bado ni majibu ya DNA yametoka, bado faili itakwenda kwa mwanasheria wa serikali. Bado tuna room kubwa ya kujua zaidi ukweli ilikuwaje, kama alikuwa kweli ni wa kwake, kwa nini alipewa mtu mwingine akamnyonyesha. Na kwa nini mtoto alizaliwa bado hajawekwa jina, kuacha jina kwenye mkono kwa mujibu wa taratibu. Kwa hiyo palikuwa na inaonekana palikuwa na kusudi la tangu mwanzo. Kwa nini mtoto azaliwa wote wasivalishwe majina? Kwa nini mtoto azaliwa alicho kanga mwingine? Kwa nini mwingine anyonyeshe mtoto wa mwingine? Kwa bado kuna mambo ya kuangalia zaidi hapo. Kwa hiyo tutapata muda zaidi tuweza kutoa majibu baadaye zaidi. Watoto wote watatu na wazazi wote watatu. Na tumepokea majibu kama timu. Mkoa, Mount Meru hospitali, wazazi wa kila pande na sisi na Naitwa Neema Adam Kilugala. Wanatuambia yule mtoto aliyotubadilishia ni mtoto wangu, ila mimi sijakubaliana nao. Mtoto wangu najua yupo na amebadilishwa, kwa hiyo tunaomba mtusaidie katika hili Mama Samia. Mkuu tusaidieni katika hili nimpate mtoto wangu. Naitwa Fauzia Mustafa, ni wakili wa kujitegemea Arusha, lakini pia natokea kampeni ya Mama Samia inayotoa msaada wa kisheria. Sasa sisi kwa utaratibu wetu, baada ya kupokea majibu hayo, ni wajibu wetu sisi kukaa chini na mteja wetu na kujua ni nini ambacho anawaza au anataka. Kama atakuwa hajaridhika na majibu hayo, kuna taratibu za kisheria ambazo zinatakiwa zifuatwe, na sisi tutakuwa tayari, kama atatamani taratibu hizo za kisheria zifuatwe, tutakuwa tuko tayari kumsaidia. Utaratibu mmojawapo ni kuomba vipimo hivi viweze kurudiwa. Huo ndio utaratibu mmojawapo ambao anaweza kufanya. Jina langu ni Jenny Barakulidiza, ni makamu wa rais wa Chama cha Wauguzi Tanzania. Tulikutana na ratiba ya kuja ofisi ya mpelelezi mkuu wa makosa ya jinai wilaya ya Arusha mjini kwa ajili ya kwenda kupokea majibu ya vinasaba ambavyo vilikuwa vimechukuliwa kwa ajili ya kuthibitisha changamoto ambayo ilikuwa imejitokeza. Gloria ambaye ndiye muuguzi aliyetoa huduma, mtoto aliyempeleka kwa Neema ndiye alikuwa mtoto wake, pamoja na kwamba baada ya muda yule mtoto alipoteza maisha, lakini ndiye aliyekuwa mtoto wake. Hilo siwezi kulisemea kwa sababu kama tulivyosema kwamba Chama cha Wauguzi Tanzania ni chama cha kitaaluma, tunafanya shughuli zote kwa kuzingatia taaluma zetu. Na so far uuguzi ni science. Kwa hiyo sisi tunakubali kwenye majibu ya sayansi ambayo yametolewa.